Basi na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuanja mbele zako asubuhi ya leo kukushukuru na kukuinua kwa sababu ya kutupa nafasi nyingine kuingia katika nyumba hii imeitanishwa na jina lako. Tunataka kuomba tunapoketi kulisikia neno lako, unitumie kama chombo cha heshima, nao watu wako wakabarikiwa. Yote ni kwa utukufu wa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa na amekupa tuweze kuungana kwa ibada ya siku ya leo. Nashukuru Mungu ameniokoa, amenipa tumaini la uzima, na nafurahia umbali amenileta, kwa maana amekuwa mwaminifu kwangu na ameendelea kutuongoza na kutulinda. Asubuhi ya leo nataka kunena neno la Mungu kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mistari 14 ambayo tumeweza kusomewa, na ningetaka kunena kuhusu kutii, obedience. Somo hili na mnenaji ambaye ananena katika sura hii ni Musa, akinena na wana wa Israeli wakati ambapo walikuwa wanaendelea na safari yao ya kuenda nchi ya agano. Basi Musa akawaita makundi yote ya Israeli ili awanenee maneno yake Mwenyezi Mungu. Kumbuka ya kwamba hiki kilikuwa ni kizazi ambacho hakikuwa pale mwanzoni wakati Musa aliwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Na kwa hivyo ina uwezekano kuna mambo mengi ambayo hawakuwa wameyashuhudia, ambayo Mungu alikuwa amewatendea wana wa Israeli. Na kwa hivyo alipowakusanya akaanza kuwanenea maneno yake Mwenyezi Mungu. Na Musa akachukua muda wake mrefu kuwakumbusha wana wa Israeli kuhusu uaminifu wake Mungu juu ya maisha yao. Na kwa hivyo katika sura hii akaingia kunena kuhusu mambo ya kutii Mungu. Na mistari ambayo tumesomewa inanena kuhusu baraka ambazo zingeweza kuwafuata ikiwa wangemtii Mungu. Kumbuka hawa ni watu wametembea katika safari, wakaweza kutengamana na mataifa tofauti, wakaweza kukutana na watu wa mataifa, na kwa hivyo kulikuwa na uwezekano waanze kuiga tabia na desturi za mataifa ambayo walikutana na wao. Lakini Musa akataka kuwajuza ya kwamba ni vizuri kutii Mungu na kuendelea kukaa jinsi ambavyo Mungu aliwaahidi kuishi. Na jambo la kwanza ningetaka kusema ni ya kwamba tunapoongea kuhusu kutii, lazima tujue ya kwamba kutii kunahusisha authority moja ama nyingine. It involves a higher authority. Na obedience kwa Kiingereza ni kusema it is to hear or to hearken unto a higher authority. Mtu aliye na nguvu zaidi yako, mtu ambaye ako juu yako katika mambo ya authority. Na kwa hivyo ningetaka kwa muda mfupi sana ninene kuhusu mambo 6 ambayo ni muhimu, ama sababu 6 ambazo tunafaa kujua zinazoandamana na kutii. Ni kwa nini tutii na kwa nini tuendelee katika mambo haya? Musa alianza kwa kusema hivi: if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands that I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. And in verse 2 he says, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God.
anaanza kwa kuambia ya kwamba wakifanya maamuzi ya kumtii Mungu na kufuata maagizo yote ambayo Mungu amewapa, ya kwamba Mungu atawaweka juu ya mataifa na ya kwamba baraka nyingi zitaandamana nao katika maisha yao. Na hilo ni jambo muhimu la sisi kujua asubuhi ya leo. Unajua, jambo la kutii linaweza sikika likiwa ni jambo rahisi, lakini kutii si jambo rahisi, kwa sababu inachukua upendo, inachukua mambo mingi wewe kuweza kukubali kukaa chini ya authority ingine ile ambayo inaweza kuwa juu yako. And so jambo la kwanza ambalo ningetaka kusema ni kwamba sisi wote tumeitwa na Mungu kutii. Jesus has called us to obey. Ya kwamba tuna nafasi kila mmoja wetu ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ya kuweza kutii yote yale tumeyasoma katika Biblia, yote yale tumefundishwa, na ili tuweze kumfurahisha Mungu lazima tutii. Kwa hivyo responsibility number one is that we have been called to obey. It is a call. Ni mwito kuweza kutii, kwa sababu tumemasikia mambo mengi ambayo tumefundishwa na neno lake Mwenyezi Mungu. Tumefundishwa tangia tulipokuwa katika Sunday school, katika ujana wetu, na hata sasa tunaendelea kufundishwa. Lakini la muhimu na la msingi ni kutii, kwa sababu si ya kwamba hatujui yale ambayo yanatupasa sisi kufanya. Neno la Mungu kutoka mwanzo hadi Ufunuo limetoa maagizo, limetoa mwelekeo na limetoa mambo ambayo tunafaa kuyafuata kama Wakristo. Na kwa hivyo Mungu akiwa mbinguni anatutazama na anatarajia ya kwamba tutakuwa watu wa kutii Mungu. If you obey God, hiyo ni decision that we must make. If you choose to obey God, Moses is telling the Israelites ya kwamba mkiamua, because it is a choice you have to make, whether to obey God or to disobey him. Unapoendelea kusoma somo lile la Deuteronomy 28, baada ya kunena kuhusu baraka, Musa pale nyumaye alinena kuhusu laana ambazo zingeandamana na mtu yeyote ambaye angechagua kutotii. So there is a blessing when we obey, but there is also a curse when we disobey. That is point number one. Point number two. Obedience is an act of worship. Kutii ni njia ya kuabudu. Tunapomtii Mungu tunamwabudu. Romans 12 inasema hivi: offer your bodies as a holy sacrifice unto God, acceptable unto him. So when we come and we obey God, we are actually worshiping him. Tunamwabudu kwa njia ile. Na kwa hivyo tumeitwa na Mungu tuabudu. The primary call of human being is to worship God. When God placed man in the Garden of Eden, his primary responsibility was to obey God, to follow the instructions that God had given him, to look after the trees and eat every good of those trees, and to follow and to have fellowship with God. So obedience is an act of worship. When we fail to worship, when we fail to obey, we fail to worship. And therefore this morning, friends, brothers and sisters, we need to know that our call by God is to obey him. And when God is supreme, he is over us. Our role is just to follow on his commands.
What is it that the Lord has said of us? Ni mambo gani Mungu ametuambia tuyafanye? Neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba kutii ni njia ya kuabudu. Na ndiposa Musa anawaambia, mtakapomwabudu Mungu kwa njia hii ya kutii, basi Mungu akiwa mbinguni atasababisha baraka zije juu ya maisha yenu. Na atafanya ya kwamba mtaanza kuishi maisha ambayo yamejawa na utele wa mali, utele wa baraka zote. Ananena kuhusu watoto wao, anawaambia ya kwamba Mungu atafanya watoto wenu wawe wa kwanza, wasiwe wa mwisho. Anasema ya kwamba kuondoka kwenu kutabarikiwa, hata kurudi kwenu pia kutabarikiwa, wakati tutajua siri ya kwamba kutii ni kuabudu. So point number 2, obedience is an act of worship. Point number 3, God rewards obedience. Mungu huwa analipa kutii. Hasahau, the Bible says, God is not like son of Adam that he can lie. Ya kwamba yeye anaweza kukuahidi jambo akose kulitimiza. Yeye ni mwaminifu. And if there is anything we know God of, we know him of his faithfulness. That when we follow him carefully and faithfully, he is faithful to fulfill his promise. God cannot leave us. God cannot run away from us. He will always be with us. So, when we learn to obey God, when we learn to be with him, we attract blessings, because God rewards every person that obeys. He says, obey me and do my commands, and I will give you this. That is a promise. And this promise is pegged on obedience. Yani, kuna ahadi ambayo Mungu amepeana katika neno lake, ya kwamba mtakuwa na utele, ya kwamba mtabarikiwa mnapoamka na mnapolala. Hiyo ni promise. But this promise is only realized when we obey. Praise the name of the Lord. So hii ni kusema ya kwamba we must fulfill our part of relationship by obeying the Lord Jesus Christ, so that we can attract the blessings that comes with obedience. That is point number 3. Point number 4, it says obedience proves our love to God. Yani kutii kunaonyesha upendo tulio nao kwa Mwenyezi Mungu. How much do we love God? You know, this thing of obeying God is actually a reflection of the heart. What is in the heart? Whatever we choose to do reflects our inner person. It reflects what we believe in. You know, our belief system. Kwa hivyo inamaanisha hivi ya kwamba tunapomtii Mungu ni kumuonyesha upendo tulio nayo katika maisha yetu kwake yeye kama muumba wa mbingu na nchi. Kwa hivyo ni vizuri tujifundishe kumtii Mungu, kwa sababu tunapofanya hivyo tunaonyeshana upendo. Jesus says, love God with all your mind, with all your strength, with everything. He says, love God. So when we do obey him, that is to say how much we love him and we value our relationship with him. And that is very important in our lives, because we show it by way of obedience. We show it by following his instructions. Obeying God shows or proves our love to God. It shows that we value the relationship we have with him. And point number 5, obedience demonstrates faith.
inaonyeshana imani. In the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22, we have a story of King Saul when he was sent to go and fight his enemies. And he was given this instruction that when we go into that land, fight them and kill everything that you find there. But when Saul went, he found sheep and goats that were good looking. And so he decided, I'm not going to destroy these ones. He decided to take them as his possession. Na basi Mungu akakasirishwa na jambo lile. Akamtuma nabii Samueli. Akamwambia, nenda umwambie Sauli ya kwamba kutoka leo nimemkataa kama mfalme katika nchi ya Israeli. Saul was rejected because of disobedience. Na basi Mungu akamwambia Samueli amwambie hivi ya kwamba kutotii Mungu ni kama mambo ya uchawi. Disobedience is likened with sorcery. Imefananishwa na mambo ya uchawi. And you can see how God view disobedience. Ya kwamba in the eyes of the Lord, mtu ambaye hawezi kutii na yule mtu ambaye ni mganga hakuna tofauti. Na kwa hivyo Mungu anatii jambo hili la kutii, na sana sana kutii neno lake. Kwa hivyo tunapomtii Mungu, we demonstrate how much faith we have in him. That whatever he tells us, he is faithful. And that whatever he has promised, he is going to fulfill it. And this reminds me the story of the leprous people that Jesus healed in his ministry. Yesu akakutana na watu ambao walikuwa na ukoma. Walikuwa ni watu 10. Basi alipokutana na wao wakamlilia ya kwamba awaponye. Yesu akawaambia hivi, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. So Jesus did not tell them you are healed. Instead, aliwaambia ya kwamba nendeni mkajionyeshane kwa kuhani. So it took them faith to believe in going to see the priest that they got their healing along the way. Ya kwamba wao walichagua kumtii Yesu. Ya kwamba badala atuponye anatuambia tuende tukamuone kuhani. Pengine unaweza jiuliza, waende wamuone kuhani afanye nini? Hawa ni watu wana ukoma. Lakini ukisoma kitabu cha Leviticus, this was the requirement of the law, ya kwamba mtu yeyote aliyekuwa na ukoma ilimpasa aende kwa kuhani. Kuhani aweze kumwangalia, aseme kama ako na ukoma. Na akipata ya kwamba ako na ukoma, kuhani alifaa kusema huyo mtu ni mchafu. Na kama sasa ni mchafu, ilimpasa atengwe, asikae na watu wengine. Na basi hawa watu wenye walikuwa na ukoma walijua ni nini hicho ambacho Yesu aliambiwa wafanye. Waende kwa kuhani ili kuhani akonfirm ya kwamba ni wagonjwa, waende wawekwe kando. But they chose to believe God. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu linasema hivi, as they went they were healed. Walipoanza safari ya kwenda kumuona kuhani walikuwa na ukoma. Walipofanya step moja, they had the leprosy. But as they were going along the way, they got healed. Bwana Yesu asifiwe. So kutii Mungu ni njia ya kuonyeshana imani. How much faith do we have in God? The leprous people decided to obey God, and they were healed along the way. So we demonstrate our faith when we decide to obey God. And in the process, the promises given in Deuteronomy 28 are given to us. The last point I want to share about obedience is that through obedience we experience blessings. Huwa tunapokea baraka wakati tunatii. Verse 8 inasema hivi,
ya kwamba Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupeayo Bwana Mungu wako. Na verse 9 inasema, Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kuitembea katika njia zake. We experience blessings. Hakuna mtu katika maisha haya hahitaji ama hataki baraka. We all want to be blessed. Na kwa hivyo neno la Mungu linatuambia hivi asubuhi ya leo, ikiwa tunahitaji baraka zake Mwenyezi Mungu, ambalo neno la Mungu linasema haziandamani na machozi, ya kwamba ni lazima tuchague kumtii Mungu. Because through obedience we are going to experience the flow of his blessings. When we obey his word, we are going to attract blessings in our lives. Now, talking of obedience, I said in the beginning that obedience is having or hearkening to a higher authority. Who are we supposed to obey? I've been talking too much about obeying God, but also I want to say this, that also obeying authorities and those in authority. For God to bless us, we must learn to obey authorities and also to obey those in authority. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, all authority come from God. Mamlaka yote, iwe ni ya hapa ulimwengu huu, iwe ni serikali, iwe ni nini, mamlaka yote hutoka kwa Mungu. That is the word of God. And therefore, as we look at obedience, we must also obey the authority and those that occupy those offices of authority. In order for God to bless us, we demonstrate our love for God and our faith in him by also obeying the authorities and those that are in authority. We must be able to obey all what we are required to do by the government, especially now. We are on the test. Are we going to obey that which we have been told every day? We are reminded that you must wear a mask, that you must wash your hands, that you must keep social distance. Are you going to obey that? Blessings comes only when we obey. Disobedience brings or attracts a curse to us. If we are going to fight the giant and the enemy we are having in our nation and in the world today, it is going to call for obedience. Kutii. Ikiwa tutatii yale tumeambiwa kutii, we are going to fight and we are going to win. Because obedience is key. God respects those that obey. Na kutotii kunaweza kukatuweka kwa shida. Tunaweza tukakosa kuendelea, hasa katika vita ya ugonjwa tulio nao. Kuna watu wengi sana sasa wakati kama huu hawajaanza kutii. Unapotembea unakuta watu ambao wanaishi maisha ya kawaida. In the coming days we'll be coming back to church. Are you going to obey God by obeying the authority, by following the guidelines? Because obedience is key. If we are going to be faithful servants, obedience is going to help us achieve all what we want to achieve as a nation, all what we want to achieve as individuals. As a church, we are called by God. I started by saying
that we are called to obey. Not just God alone, but also guidelines given. We need to obey. And so I want to end by saying that we have all been called to this responsibility of obedience, to those in authority, to God, and everybody that is above us. Everybody that is above you, you have a responsibility to obey them. Whether they are right or wrong, your responsibility is to obey. Number two, obedience is an act of worship. When you obey, you worship God. And obedience, God gives us a reward in form of a blessing when we learn to obey. It proves our love to God. It demonstrates our faith in Him. And through obedience, we experience the flow of His blessings. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for your word that is so clear to us this morning about obedience. You have called us to obey you and to obey those in authority, to obey the guidelines, and everything that we have been asked to do. Lord, we want to pray this morning that you give us the spirit of obedience as Kenyans, so that, Lord, we can continue to experience your blessings. And even as we fight with the disease, Lord, we need you. Help us to reflect on your word and to do it, so that, Lord, by doing so, we demonstrate that we truly love you. And we are going to see fruits that will come with our acts of obedience. We thank you, Lord, and we worship you in the name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. God bless you and have a blessed Sunday.